nchini ili kukabiliana na changamoto za mwingiliano wa matumizi ya ardhi katika shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo, ufugaji na uwekezaji. Na Baraza la Michezo la Taifa BMT lafurahishwa na mwamko mkubwa wa wazazi na walezi kutambua umuhimu wa watoto wa kike kushiriki katika michezo mbalimbali. Mtazamaji, habari ya asubuhi. Leo ni Alhamisi ya Disemba 18 mwaka 2025. Asubuhi njema inachukua nafasi mara hii, na siku zote tunafahamu huwa inaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu sana. Serikali imeagiza kuongezwa kasi ya kupanga na kupima ardhi nchini ili kukabiliana na changamoto za mwingiliano wa matumizi ya ardhi katika shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo, ufugaji na uwekezaji wa kimkakati. Ni katika uzinduzi wa kamati ya ufundi ya mipango ya matumizi ya ardhi ambapo Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Leonard Akwilapo, ameitaka kamati hiyo kutumia utaalamu kutatua changamoto hizo ili kuwepo na matumizi endelevu ya ardhi unaochangia maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiutawala. Sasa ili kukabiliana na hizi changamoto, serikali inategemea utaalamu na ushauri wenu katika kuhakikisha ardhi inatumika kwa tija, kwa usawa, usalama na uendelevu. Na waagiza kuongeza kasi ya kupanga na kupima ardhi ikiwemo kwa miradi ya kilimo, makazi na uwekezaji. Kujenga ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kupitia mipango shirikishi na endelevu. Kulinda maeneo nyeti ya ekolojia, misitu, vyanzo vya maji na njia za wanyamapori, na kukuza matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa takwimu za kupanga ardhi. Aidha, katibu wa wizara hiyo Anthony Sanga amewasihi wajumbe wa tume hiyo kuendelea kupunguza migogoro ya ardhi nchini, huku wajumbe wakiweka wazi mipango mikakati katika utekelezaji wa majukumu hayo. Kwa sehemu kubwa mtakwenda kuisaidia wizara, na hasa migogoro ya vijijini na hasa ile migogoro ya wakulima na wafugaji, ambayo hata hivyo Mheshimiwa Waziri nikiri kwamba imepungua tofauti na ilivyokuwa miaka ya zamani. Tulikuwa tuna kesi nyingi sana za hii migogoro, lakini kwa sasa hivi kwa sehemu kubwa imepungua, lakini bado haijaisha. Jukumu la tume ni kupanga nchi nzima, kuhakikisha ardhi yote imepangwa na kupima, kama ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba nchi nzima inapangwa. Sasa tume hii ina jukumu la msingi kusha nchi nzima na yenyewe inapangwa, hasa kwenye maeneo ya vijijini. Tume hii itapunguza sana mwingiliano na migogoro kati ya wafugaji na wakulima, na tutatumia sana matokeo ya utafiti katika kutekeleza majukumu ya tume hii. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Silas Shemdoe ameelekeza kwa mikoa yote nchini kuanza programu ya usikilizaji na utatuzi wa kero za wananchi. Ameeleza utaratibu huo ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwataka viongozi wa umma wajitahidi kuwasikiliza wananchi. Waziri Profesa Shemdoe amebainisha hayo alipokutana na kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla hapa jijini Arusha. Ameeleza ni vyema kwa kila mkoa kutafsiri maelekezo ya viongozi wakuu ili kuleta faraja na kurejesha tabasamu kwa wananchi kwa hatua hiyo kubwa ya kuwasikiliza na kutatua kero zao. Kwa hiyo ile ambayo umefanya siku hizi za karibuni, tafsiri yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa, lakini yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu pia aliyatoa na mimi niliyashusha kwenu. Kwa hiyo hii imetoa faraja. Hiki ndio kitu tunachosema tunataka kurejesha tabasamu kwa wananchi. Ndio. Kwa hiyo kama tunataka kuirejesha, tuwasikilize, tutatue. Kuna vitu vingine ambavyo havihitaji hata ni mtu tu anataka akitoe kwake kimpe amani. Kwa hiyo kimsikiliza anapata amani zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa Makalla ameeleza kwamba mkoa wa Arusha ni salama na tulivu, huku shughuli za kiuchumi na kijamii zikiendelea kama kawaida. Shughuli za utalii zinaendelea vizuri katika mkoa wetu. Ni low season, lakini ni low season ambayo unaweza ukadhani kwamba ni high season. Kwa hiyo shughuli za utalii zinaendelea. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, yale maelekezo yote ambayo ameyatoa Mheshimiwa Rais, ameyatoa Mheshimiwa Waziri Mkuu na wewe mwenyewe kwa wakuu wa mikoa
mkuu wa wilaya ya Kurugenzi tunaendelea kuyatekeleza kwa vitendo. Jumatatu hii serikali katika mkoa wa Arusha ilizindua mpango kazi wa viongozi wa umma kuyafikia makundi yote katika jamii kwa kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili na baadaye kuzitatua, ambapo mkuu wa mkoa Makala alianza na madereva bodaboda na madereva bajaji. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Watu 2174 wamepatiwa matibabu ya kibingwa na wengine 152 kufanyiwa upasuaji wa aina mbalimbali kupitia mpango wa kambi ya madaktari bingwa wa ndani ya mkoa wa Manyara na kuwapunguzia gharama za kufuata huduma hizo za kibingwa kwenye hospitali za mikoa mingine yenye huduma za kibingwa. Mpango wa matibabu haya ya kibingwa kupitia mkusanyiko wa madaktari bingwa kutoka hospitali za wilaya na hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara ilianzishwa rasmi mwezi Agosti 2024 wilayani Simanjiro na mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sindiga kuunga mkono mpango wa kambi ya madaktari bingwa Mama Samia ambao wamekuwa wakizunguka kote nchini kwa nyakati tofauti kutoa huduma hizo za kibingwa. Katika watu hao wote 2170 na watu 152 walifanyiwa upasuaji, na hao wote wamepona, wanaendelea na shughuli zao na wamefanyiwa upasuaji na madaktari bingwa hao mnaowaona hapa. Lakini mpango huu una maana gani kwa wananchi? Huduma hii kuletwa hapa itakuwa msaada mkubwa sana, kwa sababu mara nyingi kwa jedwali yetu kikaa nchi tukiangalia watu walikuwa kupata huduma hizi, labda unaenda hospitali ya Haydn au unaenda KCMC Moshi au unaenda paka Mjini. Haija kuwa tayari wameleta huduma kama hizi mpaka mtufikia kwenye jambo la kuchukua na huduma. So mpaka farida kwa sababu ameturahisishia ndio kwenda kutafuta huduma baada. Asa kutegemea ni mapinga ndio tuje hata kwetu. Kutoka wilaya Mbulu mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Halmashauri ya wilaya Handeni mkoani Tanga imeanza mkakati wa kuwakwamua wananchi wake kiuchumi kwa kuwawekeza kwenye sekta za kilimo, mifugo pamoja na madini, ambapo inatarajia kuanza kutoa mikopo kwa wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu wanaojihusisha na shughuli hizo. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Handeni Bwana Saitoti Steven wakati wa hafla ya kukabidhi mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 322 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kuna sekta ambazo tukiziwekeza zaidi tunaweza kupata manufaa zaidi kuliko sekta nyingine, na kipekee kwenye halmashauri yetu tumeona kwenye sekta hizi tatu tukiweza kujiwekeza vizuri, tuna uhakika tutapata vijana wengi wataingia kwenye ajira. Akikabidhi mikopo hiyo, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese anaeleza mpango wa serikali wa kuanzisha viwanda vidogo vitakavyotoa ajira hasa kwa vijana kupitia sekta ya kilimo na mifugo. Tunataka tuende kwenye sekta za kimkakati, uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo katika halmashauri yetu ili viweze kuzalisha ajira, lakini alikadhalika tunataka watu waende kwenye sekta ya kilimo. Baadhi ya vijana walionufaika na mikopo hiyo wameishukuru serikali, huku wakitakiwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati ili wanufaishe na wengine. Natoa shukrani kwa mama yetu Mama Samia pamoja na uongozi wake wote. Nashukuru sana, hii ni chaji kwa vijana kama hivi, kwa maendeleo yetu vijana. Tunawaomba sana, fuateni masharti ya mkopo, rejesheni kwa wakati ili wengine nao wapate. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Wananchi wa vijiji vitano katika kata ya Namayuni wilayani Kilwa mkoani Lindi wapo kwenye hatari ya kukumbwa na balaa la njaa kufuatia mazao yao kuharibiwa vibaya na wanyama waharibifu wakiwemo nguruwe, kima, panya na tembo, hali inayowalazimu kuiomba serikali na mamlaka husika kuwapatia nyavu za kuwatega wanyama hao ili kunusuru hali ya chakula majumbani mwao. Katika mkutano wa wananchi na mbunge wa jimbo la Kilwa Kaskazini Mheshimiwa Kinjekitile Ngombari Mwiru, afisa mtendaji wa kijiji cha Namayumi anabainisha kadhia na wakumba wananchi kutokana na uharibifu huo ambao unapaswa kupatiwa ufumbuzi wa haraka ili kuwanusuru wananchi. Wakulima wa kijiji cha Naama wana changamoto ya wanyama waharibifu wa mazao kama kima na nguruwe. Wanyama hawa wanasumbua na kurudisha nyuma juhudi za wakulima. Kima anachuma vidaka vile vichanga na kuviangamiza kabisa. Kwa hiyo upatikanaji wa mazao ya aina yote. Nguruwe wanatuasili kwenye miogo na mazao mengine. Serikali tunaomba msaada wa aina yote hayo, kama nyavu, kama kuna sumu inabidi tuipate ili mradi tuendeleze kuangamiza hao wadudu waharibifu. Akijibu kero hiyo, mbunge wa jimbo la Kilwa Kaskazini Kinjekitile Ngombari Mwiru
ameahidi kushughulikia kero za wanyama waharibifu, ambapo hivi sasa wanajipanga kununua mfumo wa teknolojia ya ndege nyuki, yani drone, ili kukabiliana na wanyama waharibifu wa mazao. Tembo, kama ambavyo viongozi wetu wakubwa walisema, kutakuja na teknolojia mpya ya drone za nyuki, na moja imeshapatikana hapa wilayani, karibu itaanza kazi zake. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu amemwagiza mkurugenzi mkuu na menejimenti ya Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF kuwachukulia hatua za kisheria waajiri wasiotekeleza wajibu wa kuwasilisha michango ya wafanyakazi katika mfuko kwa mujibu wa sheria. Waziri Sangu ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na watumishi wa mfuko huo makao makuu jijini Dodoma, ambapo amesema wapo baadhi ya waajiri wasiowasilisha michango ya wafanyakazi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Na nikuagize mkurugenzi mkuu na management, hakikisheni waajiri wote ambao hawatekelezi wajibu wao wanachukuliwa hatua za kisheria. Tumepewa nguvu za kisheria na huu ndio wajibu, kwa sababu kuna wengine hataki kuleta michango yake mpaka afuatilie. Pia ameitaka NSSF kuweka mkazo wa kuwafikia waliojiajiri ili kuongeza wigo wa wanachama wa mfuko. Tuwafikie kwa wingi iwezekanavyo kwa kuwapa elimu, waelewe kwamba nao wanafaa au product ambayo inaweza ikawapa unafuu wa mambo mbalimbali. Awali, mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba alieleza thamani ya mfuko huo kwa sasa, huku akisisitiza mpango wao wa miaka 5 ijayo ambao umezingatia yaliyoainishwa katika dira mpya ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. NSSF hii ambayo iko tangu mwaka 1964 wakati Mheshimiwa Rais anachukua hatamu za uongozi wa nchi hii ilikuwa na thamani ya shilingi trilioni 4.8. Lakini mpaka leo hii tunapozungumza hapa imeshazidi trilioni 10. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limezindua mashindano ya Sira ambayo ni makongamano ya mafundisho ya Mtume Muhammad kwa vijana wote wa Kiislamu nchini ili kukabiliana na tishio la mmomonyoko wa maadili kwa vijana ambao unakuwa kwa kasi na kutishia ustawi wa taifa. Kama tunakumbuka, Mheshimiwa Mufti aliandika kitabu kinachohusu mmomonyoko wa maadili. Akizungumza kwa niaba ya Mufti wa Tanzania, Naibu Kadhi Mkuu Tanzania Sheikh Ali Khamisi Ngeruko amesema uzinduzi wa makongamano hayo ambayo yataanza katika mikoa 5 ya Dar es Salaam, Pwani, Kigoma, Singida na Tanga ni mpango wa muda mrefu ulioandaliwa na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana kutokana na kukithiri kwa mmomonyoko wa maadili kwa vijana na kusababisha kutokuwa na uzalendo katika nchi. Mpango urudisha maadili, utekelezaji wake ni kwa kufanya mambo kadhaa, ikiwemo kuendesha mashindano ya sira, kwa maana maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ngeruko amesema kufanyika kwa mafunzo hayo kwa vijana wa Kiislamu nchini kutakwenda kutoa mwongozo na maelekezo yaliyotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwajenga vijana katika misingi ya maadili mema ya Kiislamu pamoja na uzalendo katika kusimama na kutetea nchi yao. Utekelezaji wake ni katika mambo ya Mheshimiwa Mufti kama kiongozi mkuu wa Waislamu Tanzania, akiliongoza baraza katika kutoa mchango wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu ya Kitanzania. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na katika michezo, Baraza la Michezo la Taifa BMT linasema kwa sasa kumekuwa na mwamko mkubwa kutoka kwa wazazi na walezi juu ya kutambua umuhimu na fursa kwa mtoto wa kike kushiriki katika michezo mbalimbali, jambo linalochangia kupunguza kesi za unyanyasaji na mimba za utotoni. Kauli hiyo imetolewa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita, ambapo amesema hamasa na elimu inayotolewa na serikali katika kuweka mazingira wezeshi ya michezoni imechangia kwa kiasi kikubwa kujenga imani kwa wazazi na walezi kuwaruhusu mabinti zao kushiriki michezo. Kwa kweli tunashukuru kwamba mwamko ni mkubwa. Sasa hivi tukizungumzia masuala ya michezo kwa watoto wa kike, hatupokei tena la malalamiko kutoka kwa wazazi kukataza watoto kushiriki,
Lakini kinachotutia moyo zaidi ni kwamba tunapata maombi mengi kutoka kwa wazazi wa watoto wa kike wakitaka watoto wao wapate nafasi za kucheza katika vilabu, kupata nafasi za kushiriki kwenye michezo ya kimataifa. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani saizi mwamko umekuwa mkubwa sana kwa miaka ya hivi karibuni, na hii inatokana na hamasa kubwa ambayo imeendelea kufanywa na serikali kupitia matamasha yetu mbalimbali, kutoa elimu mbalimbali, lakini pia kuimarisha mienendo ya uendeshaji wa hizi timu na maeneo ya michezo ili yasiwe na uhatarishi kwa watoto wa kike na kusaidia watu kushawishika kuona sehemu ya michezo ni sehemu salama kwa watoto wao kwenda kufanya michezo. Kwa hiyo mwamko umekuwa mkubwa na tutaendelea kufanya hiyo hamasa na tutaendelea kutoa hiyo elimu. Na hapa Msita anaeleza nini hasa kilikuwa changamoto kwa wazazi na walezi kutowapa nafasi ya kushiriki michezo watoto wa kike. Mtazamo wa jamii bado, ndio maana tunasema elimu tunaitoa ni kubwa, kwamba tulikotoka na tuliko ni tofauti. Sio kwamba ndo tumeachieve 100, hapana, lakini changamoto bado ni mtazamo hasi wa jamii. Kwamba jamii sio uhasi kwa maana hawataki watoto washiriki wa kike, lakini kuna majukumu wanawapa ambayo wanaamini wao wana deserve kuyafanya hayo na sio kuwapa muda wa kwenda kucheza. Kwa mfano, shughuli nyingi za kijamii za nyumbani, za kufanya shughuli za usafi, kuosha vyombo, kupika na kadhalika. Kwa hiyo unakuta hapati mtoto wa kike muda wa jioni wa kwenda kufanya mazoezi na kadhalika. Lakini ndio maana tunasisitiza sana michezo ichezwe shuleni, tukiamini wakiwa kwenye mida ya shule watapata huo muda, kwa sababu itakuwa inakuwa na equal treatment kwa wote. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Mtazamaji wa Channel 10, taarifa hiyo inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Asante, naendelea kuwa nasi.